nilipokuwa nimekaa na Sheikh Abu Abdurrahman Shafi hafidhahu Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilipokuwa nimekaa na Sheikh Abu Abdurrahman Shafi hafidhahu Allah ta'ala katika ghurfatul intidhari, tukijadili juu ya hizi dakika ambazo tumepewa na muundo wa mada jinsi ulivyo. Alionelea hafidhahu Allah ta'ala kwamba muda baada al-asri mpaka maghribi kwa watu watatu ni mdogo. Kwa hiyo mtu anaongea kwa kujibanabana na kwa kuchunga na kuogopelea wakati. Rai yake Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ilikuwa tukitaja fadhila za masahaba, basi vibaya tukataja hapo hapo aradi fupi dhidi ya watusi wa masahaba, alafu yeye apewe mada ambayo itakuwa ni mustaqilla hata kwa siku ya kesho. Rai yake ilikuwa ni hiyo na ni rai muwaffaq. Sasa sijui yupo ametoka hapa. Aywa Salim saddada ar-ra'ya, ameisadidisha rai kuwa ni ra'yun sadid. Almuhim, radi tutamwachia Sheikh katika upande fulani, na upande mwingine kama tutapata wasaa tutawagusia tu kidogo, alafu pale atakapoona kuna haja ya kujaliziwa au kuna kipengele ambacho kwamba kimeachwa, ataangalia ala fadilatihi. Mada ni fadhila za masahaba ambazo sikuandika mimi kwenye karatasi hii, ila nimeandika baadhi ya vipengele viwili vitatu. Hivyo fadhila za masahaba kila mmoja anazijua, yani hakuna aya ambayo haifahamiki kwamba aya hii inataja fadhila ya masahaba, ila wengi wetu tumeisikia. Kwa maana aya tuko nazo, kadhalika hadithi baadhi tuko nazo, kama si kwa kuzihifadhi basi kwa kuzisikia. Fadhila za masahaba. Sahaba ni nani? Sahaba kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika al-iman wa in takhallalat riddatun ala as-sahih. Sahaba ni yule ambaye alikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kwa muda mdogo, aliyekutana naye, sio aliyemuona. Sema aliyemuona utamtoa Ibn Ummi Maktum ambaye alikuwa ni kipofu radhiyallahu anhu. Aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallama hata kwa kitambo kidogo, mu'minan bihi, akiwa amemwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akafa juu ya imani yake hiyo. Baadhi wakasema hata kama itatokea jambo la kuritadi
alafu akaja akarejea tena katika Uislamu wake, akafa na imani yake hiyo. Na wakamtaja mmoja katika wao aliyepitwa na hali hiyo. Kwa hiyo tunazungumzia hawa masahaba ambao huu ndio wasifu wao. Fadhila zao ni jambo ambalo halifichikani kwa Waislamu, kwamba masahaba wana fadhila. Kule kutangamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuishi naye, kuona madkhalahu wa makhrajahu, kutoka kwake na kuingia kwake, kuona kule kutembea kwake, kuona tabasamu lake katika uso wake, kushika mwili wake, kunusa harufu yake nzuri inayomtoka pale anapotokwa na jasho, ambayo ni harufu ya asili, kula naye, kusafiri naye. Haya yanaonesha juu ya fadhila ya watu hawa. Kule kuombewa dua na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum, waombee dua zako kwao huwa ni tulizo la mioyo yao. Kule kuja kumhoji na kumuuliza maswali, kule kumjia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo mambo kwao yamekuwa magumu, wanakuja kumuomba alayhi salatu wasallam. Hawa walioishi na mtume huyu, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, mbora zaidi ya viumbe, kwamba wao wakachaguliwa kusuhubiana naye, wakachaguliwa kumnusuru yeye na kumunga mkono, wakateuliwa kuwa ndio mawaziri wake katika hali ya kupambana na kuitetea dini. Bila shaka hili kwao huonesha fadhila kubwa waliokuwa nayo, mpaka mwenyewe akawa anakataza wasitukanwe hawa, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, wana fadhila. Uwepo wao masahaba ulikuwa ni ulinzi, amani, salama ya umma kwa uwepo wao, kama alivyotangulia Sheikh Abu Abdul Halim akitaja hadith, wa ashabi amanatun li ummati, masahaba zangu amanatun ay amanun wassalama wa hifdha, masahaba wangu ni amani, ni salama kwa umma wangu. Watakapoondoka masahaba wangu, ata ummati, umma wangu utajiliwa na yale walioahidiwa min alfiraqi walbid'i walahwa, kutokamana na mipasuko, mifarakano, mapote mapotovu
wakiondoka masahaba mfarakano itakuwepo, ikhtilaf za kiitikadi zitakuja, lakini walipokuwa hai walikuwa wakiyakabili hayo kwa nasiha. Anasemaje mmoja wa matabiina kwamba tumekuja Makka hajaini au mu'tamirain, fakulna law wuffiqa lana, tukasema lau kama tutaafikishwa na Allah kumpata mmoja katika masahaba, fasalnahu amma yaqulu haula'i 'anil qadari, فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس، وذكر من شأنه. فضيلة الصحابة uwepo wao ni kheri kwa umma. Anasema huyu mmoja al-Himyari au mwenzake, tukaenda Makka kutekeleza faridha ya haji au umra, tukaambizana njiani, lau kama tutaafikishwa na Allah kumpata yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, tumuulize juu ya haya yanayosemwa na watu wa kwetu Iraqi kuhusiana na qadar. Kuna watu wanasema la qadar wal amru unuf, hakuna qadar, na kwamba Allah halijui jambo mpaka litokee. Hawa watu hawa tungelimpata mmoja katika masahaba tukamuulizia habari zao. Bali fadhila ya uwepo wa masahaba. Anasema tukaafikishwa tukampata Abdullah ibn Umar akiwa anaingia msikitini Makka. Anasema tukamweka katikati, mmoja akawa yupo upande wake wa kulia, mmoja akakaa upande wake wa kushoto. Tukamweka kati, tukamwambia ewe baba yake Abdurrahman, pande za kwetu wametokea watu wana ilmu, wanasoma Qur'ani, yatakaffaruna alilm wa yaquluna la qadar, na katika mabalaa yao wanasema hakuna qadari. Ile nguzo ya sita katika nguzo za imani, kuamini qadari za Allah khairihi wa sharrihi, hakuna qadar, na kwamba mambo yanatokea ndipo Allah anapoyajua, kabla yake kutokea hakuwa akiyafahamu. Haya ni katika mabalaa yao. Ibn Umar akawaelekeza, mkirudi kwenu kwa watu kama hawa, waambieni kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali na nyinyi mko mbali naye. Akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Sahaba wana fadhila, uwepo wao ni amana li ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wao ndio daraja baina yetu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wao ndio naqalatul akhbari, wanaotunukulia habari, kwa maana hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na matukio, bali wao ndio wapokezi wa wahi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini wasiwe na fadhila watu hawa ambao walihifadhi Qur'ani kwenye vifua vyao, wakaandika Qur'ani kwenye magome, wakaiandika kwa Qur'ani kwenye vipande vya ngozi, alafu wakaja wakakaa wakasema Qur'ani itapotea, kuna watu watakuja nyuma yetu wataikosa, tuiandikeni hii Qur'ani. Ikaandikwa Qur'ani, wakatoa ushirikiano
sisi leo tuna mushaf hii tulikuwa nayo ni fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wangaligoma kufanya hivyo, wasingelitilia umuhimu jambo la kuandika na kuhifadhia umma, kuzihifadhi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuhifadhia umma. نظر الله امرأ سمع منا حديثا الله أوتي البهج والسرور uso wa yule ambaye umesikia kutoka kwetu hadithi, mtu huyo akaihifadhi ile hadithi ili aje aifikishe kwa atakayekuja nyuma. farubba muballighin aw'a min sami' أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. masahaba wameyafanya yote haya, wamehifadhi hadithi ili sisi tuje tuone maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Huwezi kuswali leo hii alafu katika swala yako asihusike sahaba, abadan, haiwezekani. Kusali swala ya Rabbul Alamin, kwamba unamwabudu Allah subhana, alafu ibada yako hiyo ya sala asihusike sahaba, uongo huo, hali yumkiniki hilo, wala haliwezekani. Dua ya funguzwa sala utawakuta masahaba. Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Abu Hurairah utamsoma huwa Abu Hurairah, ewe mtume wa Allah, hebu nihabarishe, niambie juu ya kule kunyamaza kwako kimya baina ya kipindi hiki na kipindi cha kuanza kusoma. Kinyamazo chako hiki wewe kabla ya kusoma unasema nini hapa? Qal, akasema aqul, nasema mimi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أبو هريرة. لازم تسمع عائشة كما لكوا لكركو لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. المهم kwenye kila jambo la kidini sahaba utamsoma yeye, alafu ndipo usome hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkizungumziwa fadhila za ilmu ya dini, sahaba taanza yeye, kutoka kwa Abu Darda, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Abu Darda, fadla ya ilmu. Utamtaja Muawiya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, Muawiya. Utamtaja Abu Hurairah kwenye fadla ya ilmu, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi. Abu Hurairah. Ukisoma fadla ya kusoma Qur'an lazima umtaje Uthman, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Fadla ya kusoma Qur'an lazima umtaje Aisha, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده
وهو عليه شاق أو شديد فله أجران. عائشة لازم أمتاج أبو أمامة الباهلي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكتاج مجلس زعيم كما هيس مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لازم أمتاج أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. كذلك فضل ذكر لازم أمتاج أبو هريرة أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أبو هريرة. لكن كذلك hawanaje fadhila hawa masahaba wanafuata. Na ndio maana Allah kwenye Qur'an akatubainishia fadhila zake, bali akawabashiria pepo wapo hai wanatembea juu ya mgongo wa ardhi, wapo hai tayari wameshabashiriwa na Allah pepo. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. na wale wa mwanzo waliotangulia muhajirina na ansari as-sahaba muhajirina wal ansar walladhina tabauhum biihsan, hawa ni watu kuja baada yao, lakini Allah akawataja kwa wasifu wao kwa laqabu zao za kisharia al-muhajirun wal ansar. Ona nini hawa? Allah ameshawaandalia mabustani ya pepo yapitayo chini yake aina mbali za mito, wakae humo milele. Huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Ameshawaingiza peponi subhanahu wa ta'ala. Kila sahaba ni mtu wa peponi. Anasema subhanahu wa ta'ala la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Alafu akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Akasema al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm kwamba aya hii dalili li ahli sunna, ni dalili kwa ahli sunna kwamba masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wote ni watu wa peponi. Kwa nini? Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Na wote wawili hawa waliotoa wakapigana kabla ya fath, waliotoa wakapigana baada ya fath, Allah ameshawaahidi pepo. Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri, wakali kwa makafiri. Ruhama'u bainahum, wanahurumiana baina yao, wao kwa wao ni warahimu, wanaoneana huruma, wanajaliana, wanathaminiana, mpaka imewajia siku mmoja wao anamwambia mwenzake kwa kumuita ya ana, ewe mimi. Manake langu mimi ni lako wewe, na lako wewe ni langu mimi, wewe ni mimi, ya ana minka anta li ya akhi fil hindi au fil maghribi.
ana asma'i ya akhi fil hindi au fil maghribi anta minni ana minka anta bi la tasalla an unsuri wa an nasabi innahu al-islam ummi wa abi ya ana ولهنا ونتاج بعض أهل العلم أكوام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله akizungumzia masahaba kwenye sala yake kwamba angalia huruma za masahaba, anapatwa na mazingira magumu vitani, mmoja wao ameangushwa, anapatwa na kiu ya maji kali, analetewa maji, anasema maji haya mpe yule mwenzangu, ana haki zaidi, hali yake ni mbaya zaidi, anapelekewa yule anasema apewe yule pale, hali yake ni mbaya zaidi, anapelekewa yule, anasema apewe yule kule, hali yake ni mbaya zaidi, mpaka maji yanamrudia yule wa mwanzo aliyepewa. Ruhamaa bainahum, wanahurumiana wao kwa wao, wanahuruma. Ndivyo walivyokuwa ndugu zetu wa kisahaba. Tatizo la mmoja wao ni tatizo la wote, furaha ya mmoja wao ni furaha ya wote. Haliwi tatizo la mmoja wao ni furaha kwa wengine. Uko wapi udugu huu? Haukuonekana katika safu ya masahaba. Walipea, kwa maana walikuwa katika kiwango cha juu zaidi katika hali ya kuhurumiana. Msisahau kadhia ya kutoka Muhajirina kwenda Madina. Angalia walipokelewa na ndugu zao wa Madina. Angalia tukio hili alivyolizungumza Allah kwenye Qur'an. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نوال وليؤانا مجي ومدينة تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, walioandaa mji na wakawa na imani kabla ya baadhi ya ndugu zao Muhajirina. Maansari walianza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kule kwenye al-Aqaba, kwenye zile bai'atul Aqaba al-ula wa thaniya, kabla hatta al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Allah anasema hawa yuhibbuna man hajara ilayhi, wanawapenda wale waliohamia kwao kwenye mji wao, wakaenda kinyume na ada za watu wasawa ambao wao mara nyingi hawapendi waliohamia kwao, wao wako kinyume. Yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala haipatikani katika mioyo yao haja, yani husda, mimma utu, kwa vile walivyopewa wenzi wao watu wa kuja almuhajirun. Na hili linaingia katika ugavi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyogawa zile ngawira za Hunain. Hakuwapa maansari chochote, kawapa watu wa Makkah almuallafa. Mmoja anapewa kama ni mbuzi 100, mbuzi 200, ngamia ngapi. Hakuwapa maansari chochote. Hawakuwa na hali mbaya katika mioyo yao, husda juu ya walivyopewa wenzi wao, ila baadhi ya vijana wa Kiansar, sio wazee na watu wazima, baadhi as-sighar. Kwa angalia panga zetu bado zinamwaga damu, sisi hatukupewa chochote.
vimalalamiko fulani hivi vikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaita akawaambia, mna nini maansari mna nini? Nimefikiriwa na habari kadha wa kadha wa kadha. Alam ajidkum bullalan fahadakum Allah bi wa 'alatan fa'aghnakum Allah bi. Maansar, sikuwakuta mmepotea, Allah akawaongoa kupitia mimi si sababu ya uongofu wenu. Sikuwakuta nyinyi ni mafakiri, Allah akawatajirisha kupitia mimi. Jihad, ngawira, ghanima si sababu ya hali yenu hii ya uzuri wa maisha mliokuwa nayo mimi Muhammad. Mkitaka semeni kadha wa kadha wa kadha, niambieni kama nimefukuzwa na watu wa kwetu, nyinyi mkaninusuru, niambieni. Wanalia, Allah wa rasuluhu aman. Niambieni kama mimi nilikuwa taridan faawainaka, niambieni mna nini ni maansar? Hamridhi watu waondoke na wanyama, alafu nyinyi murudi Madina kwenu na mtume wa Allah. Ama taradun an yadhhaba an-nasu bishat wal-ba'ir, hamridhi nyinyi watu waondoke na mbuzi na ngamia, waondoke huko waende Maka wapi, alafu nyinyi mnarudi Madina na mtume wa Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.